Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninatuma kishindo kwenye ulimwengu wa roho. Ninatuma sauti ya kishindo kwenye ulimwengu wa roho. Ninaitikisa misingi ya giza. Ninaitikisa misingi ya kuzimu, misingi ya mashetani, misingi ya magonjwa, misingi ya utasa, misingi ya ugumba. Leo tikisika, 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 tikisika kwa jina la Yesu. Simama juu. Amen. Simama juu. Eti unataka ukemee mapepo kistaarabu. Biblia imesema hakuna amani kwa wabaya. Amen. Hakuna nini? Amani. Yes. Tena hakuna ishara kati ya nuru na giza. Yes. Kuna urafiki hapo. Pepo anataka nipetipeti, eti na mimi nampetipeti. Akilia toka. Hakuna. My God. Taratibu ni ule wa kibabe. Yes. Umeingia kwenye uwanja wa vita na mimi na kuvuruga mpaka ujulikane. Amen. Na kuponda kwenye kila kona. Inua mikono juu. Taka upeleke damu ya Yesu kwenye nafsi yako. Ufunua ulimwengu wa roho ndani yako. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaitangaza. Natangaza uhai wa ndani yangu. Uhai wa nafsi yangu. Uhai wa masikio yangu na macho yangu na moyo wangu. Kwenye ulimwengu wa roho ninaingia kwenye dunia yangu ya rohoni. Ninainua nafsi yangu iliyozimia, nafsi yangu yenye upofu, nafsi yangu yenye uziwi. Nainua tena, nainua tena, nainua tena, nainua tena. Ninapiga kelele ya mbiu, kelele ya mbiu. Ninapiga ngoma ya mbiu, ngoma ya mbiu. Ninatangaza taarifa kwenye kambi ya adui aliyeshikilia nafsi, aliyeshikilia mtu wangu wa ndani. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, anza kupiga mbiu, mwinue mtu wa ndani. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa mamlaka ya Mwana-Kondoo, ninapiga mbiu katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kila yeyote aliyeikamata nafsi yangu akaizimisha kwa damu ya Mwana-Kondoo, akainamisha kwa damu ya Mwana-Kondoo, akaifunga kamba zile za mauti kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninapenya kwenye ulimwengu wa roho, ninaivuta hiyo nafsi yangu iliyoshikiliwa, iliyokamatwa, iliyotekwa, iliyopandiwa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Mamlaka za kuzimu iliyopandiwa, mamlaka za uchawi iliyopandiwa, vifungo vile vya mauti kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninainua hiyo nafsi yangu, ninainua hiyo nafsi yangu kwa damu ya Mwana-Kondoo, iliyokamatwa kwenye magereza, iliyokamatwa kwenye vyumba vya rohoni, iliyokamatwa kwa mamlaka. Omba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Shambulia kwenye ulimwengu wa roho, piga mbiu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye mapango, kwenye mashimo, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwenye tumbo la joka, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninapiga mbiu kwa damu ya Mwana-Kondoo katika jina la Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninakwea kwenye ulimwengu wa roho, napiga mbiu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Mwana-Kondoo. Ninapiga mbiu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Hikandoromoshakapa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Napiga mbiu chini ya bahari, napiga mbiu kwenye anga, napiga mbiu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Peleka damu ya Mwana-Kondoo kwa damu ya Yesu, kwa jina. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa na Yesu akasema, nitashuka kwenye moyo nchi kwa damu ya Mwana-Kondoo. Nitakaa siku 3 kwa damu ya Yesu, kama Yona alivyokaa kwa damu ya Yesu, kwa damu
imeandikwa kwa damu ya Yesu. Akachukua kisu akamkata yule suria vipande 12 kwa damu ya Yesu. Ninaendea moyo wa nchi ulihifadhi nafsi za watu, ulihifadhi akili za watu kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na uteka mateka kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyumba ya utumwa iliyohifadhi nafsi za watu kwa damu ya Yesu. Nateka mateka kwa damu ya Yesu. Tumbo la kuzimu iliyohifadhi nafsi za watu, akili za watu, nia za watu kwenye ulimwengu wa roho ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, kwa damu ya Yesu. Linateka mateka kwa damu ya Yesu. Napiga mbio ya damu ya Yesu. Aya, kwea kwenye ulimwengu wa roho, kwea kwenye ulimwengu wa roho kwa mamlaka damu ya Mwana-Kondoo. Ninakwea kwenye ulimwengu wa roho, ninateka mateka kwa damu ya Mwana-Kondoo. Imando shakapa kwa damu ya Mwana-Kondoo kwenye ulimwengu wa roho. Ninateka mateka kwa damu ya Mwana-Kondoo. Teka mateka kwenye ulimwengu wa roho nyumba za kichawi kwa damu ya Mwana-Kondoo, zilizohifadhi nafsi za watu, zilizohifadhi akili za watu kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kwenye maji kwa damu ya Yesu. Nateka mateka kwa damu ya Mwana-Kondoo, maana imeandikwa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kisha nikamwona farasi kwa damu ya Mwana-Kondoo wa rangi ya kijivu, aliyempanda nyuma yake naye anaitwa Mauti, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa jina la Yesu. Nateka mateka kwenye ulimwengu wa roho, kuzimu ya Tanzania iliyoshikilia nafsi za vijana, iliyoshikilia akili za vijana, iliyoshikilia nguvu za vijana kwa damu ya Mwana-Kondoo. Ninateka mateka. Piga mikono kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa jina la Yesu. Weka mikono juu, sema kwa damu ya Yesu. Imeandikwa akawapa mamlaka kwa damu ya Yesu ya kukanyaga nyoka na nge kwa damu ya Yesu. Ninachukua mamlaka ya jina la Yesu, na iendea hiyo kuzimu iliyopo baharini, iliyopo nchi kavu. Na tena imeandikwa kwa damu ya Mwana-Kondoo, imeandikwa nimepewa funguo, chochote nitakacho kifunga duniani imefungwa na mbinguni, chochote nitakacho kifungua mbinguni kimefunguliwa na duniani kwa damu ya Yesu. Na yaendea hayo malango ya kuzimu yalihifadhi nafsi za watu, yalihifadhi nyota za watu, yalihifadhi matumbo ya uzao, yalihifadhi afya za watu kwa damu ya Yesu. Na yavunja hayo malango ya waganga wa taifa kwa damu ya Yesu. Na yavunja kwa damu ya Yesu hayo malango ya wachawi, na yavunja kwa damu ya Yesu. Imeandikwa mimi ni rungu la Bwana na silaha zake za vita. Ninakwea kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Ninavunja hayo malango ya Freemasoni, ya Illuminati kwa damu ya Yesu. Ayapomoa malango ya kuzimu, vunja kwa damu ya Yesu. Imeandikwa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Wewe Petro, wewe ni mwamba, na juu yako nimejenga kanisa kwa damu ya Yesu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda.
naishinda kwenye ulimwengu wa roho, naishinda kuzimu ya Tanzania. Vunja kwa damu ya mwana kondoo hayo malango yaliyomiliki nafsi za watu kwenye ulimwengu wa roho, na yasambaratisha na yabomoa hayo malango yaliyojia panda, yaliyojia pacha, hayo malango yaliyodotoma kwa damu ya mwana kondoo. Bomoa malango, vunja kwa damu ya mwana kondoo. Piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono. Hayo malango ya Freemasoni, hayo malango ya Illuminati yaliyoweka, yaliyoshika nafsi za watu kwa damu ya mwana kondoo, na yavunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Hao walinzi wa malango, panda kwa damu ya Yesu, peka kwa damu ya mwana kondoo. Walinzi wa malango, shambulia walinzi, hao walinzi wa malango waliokaa kwenye ulimwengu wa roho, wameshika nafsi za watu, wameshika akili za watu, wameshika utashi wa watu, wameshika nia za watu kwa damu ya mwana kondoo. Ninavunja kwa damu ya Yesu hayo walinzi, peka kwa damu ya Yesu, peka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Imeandikwa, upanga, upanga umenolewa, umewekwa tayari kwa machinjo kwa damu ya Yesu. Hao walinzi wa malango walioapishwa kwenye ulimwengu wa roho kusimamia nafsi za watu, kusimamia miili ya watu, kusimamia viungo vya watu, kuzimu ya Tanzania, kuzimu ya Freemasoni, kuzimu ya Illuminati. Hao walinzi na wafyeka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na wafyeka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Madhabahu yao, agano lao nalivunja kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, nao wakamshinda Shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, kwa damu ya Yesu. Walinzi majoka, walinzi wafu, walinzi majini, walinzi vibwengo, walinzi vinyamkela, walinzi roho za wanadamu, kwa damu ya Yesu na washinda kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Nguzo zenu nazibomoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, washinde walinzi wote. Piga mikono, na kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, walinzi wote ninawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Eka walinzi, agano lao, sadaka zao ninasambaratisha, waliokamata nafsi za mabinti ninasambaratisha kwa damu ya mwana kondoo. Au walinzi walioharibu, au walinzi walio kwenye tumbo la kuzimu, au walinzi waliokaa kwenye nyumba za utumwa, kwa damu ya mwana kondoo ninawashinda kwa damu ya mwana kondoo. Washinde kwenye ulimwengu wa roho, walinzi wote. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Nataka ukatangaze nafasi yako, utangaze nafasi ya kushinda. Amen. Hapo usiombe umesimama eneo moja. Pray while walking. Unafanya, niliwaambia 2 weeks ago, unafanya affirmation, na nikamwambia affirmation ni kufanya ukili. Mimi ni nani? You must have a song of yourself. Lazima uwe na wimbo wako wa ndani, wewe ni nani? Maana Biblia inasema unavyo mtu ndani yake ndivyo. Ukijiona wewe uko chilamba ni chilamba, ndugu. Ngoja nikwambie. Hapa
Namwona mtu ambaye amepigwa milango ya kizazi ya kiume. Na shetani anamshambulia kwa nguvu kubwa, na sababu ya kumshambulia ni kwamba hatakiwi kuoa na kukaa na mwanamke, na hata kaa na mwanamke kwa sababu moja tu, watakuwa hawapati mtoto. Na hii ndio alama, nisikilize vizuri, alama ni hii. Every time, kila wakati anapokutana na mke wake, akimaliza tu, mbegu zikiingia kwa mwanamke zinageuka maji na zinatoka nje kama maji. Nyie mnadhania ulimwengu wa roho ni wa kawaida. Unatoa mzigo ukiwa salama, alafu baada hapo mzigo unabadilishwa na kuwa maji na unatoka nje. Bwana sehemu rafiki wewe katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, oh, katika safari yangu tatembea na wewe, mahali hapa sikutaka, ili niheshimiwe, naya nikutema shaka, sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, oh, katika safari yangu tatembea na wewe, niongoze safari mbele unichukue, oh, naya nikutema shaka, sawa na wewe, pamoja na Amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Blaza, samahani bro, umekutana na matapeli wa kiroho na wamekutapeli, unanielewa? Tuongea kwa mdomo, acha kwa kichwa. Umetapeliwa, unanielewa? Na hapo ulipo wamekuzuia kupata mtoto. Umeshapata mtoto kwenye ndoa? Mkeo yuko wapi? Mwite. Njoo. Mwite kwa jina bwana. Mwambie mke wangu fulani njoo. Unamwonea aibu mbele, atataka kukataa mbele za Baba mbinguni. Mwite jina lake. Anaitwa nani? Kaja. Kaja huyo. Ameshakuja huyo hapa. Haleluya. Amen. Ninawapenda kwa jina la Yesu. Tunakupenda pia Baba. Bro, nisikize vizuri. Ukubali hiki kitu na Mungu akusaidie. Ni kigumu lakini ni kizito.
ila ni chepesi sana kuisha, na kuisha kwake kutatokea kwenye eneo la wewe kuelewa siri za Mungu, kukubali maelekezo ya kimungu na kutembea kwenye njia ya kimungu. Umenielewa vizuri? Huyu ni mkeo kabisa 100%. Wala sio mke wa kushikishwa kwenye ulimwengu wa roho. Ni mkeo na ni mke ambaye ana machi nyota yako. Lakini shetani ameingia katikati ili kuja kuitenganisha hii ndoa. Mnapambana kutafuta mtoto na mpati mtoto. Ndio. Ni kweli? Ndio. Ongea ni kweli? Ndio. Ndio. Lakini hiki ndicho kitu ambacho adui amekifanya. Wewe ni mzima kabisa na mkeo ni mzima kabisa. Ila kila wakati baada ya ile mchakato wetu ule, sawa, mzigo ukitoka unabadilishwa kwa majimaji. Ndio. Ndio. Ni sawa? Ndio. Mzigo ukitoka unakuwa majimaji. Ndio. Na mama anauona unarudi kama maji. Ndio. Tuhamie kwa mama. Mama, hiki nachoelewa unachokiongea unakielewa? Ndio. Ndio. Baba anafanya kazi yake kama kawaida. Ndio. Performance yake inakubalika. Lakini unacheka ni kama sio umbea. Lakini akimaliza kazi yake, ndio, zile mbegu zinarudi. Ndio. Na zinarudi zilikuwa zimekuwa maji. Ndio. Profesa mwana wa nabii, ongeza makofi kwa Yesu. Nikikwambia ulimwengu wa roho umejaa matapeli, wewe unaelewa. Maana yake huyu mwamba amekutana na matapeli kwenye ulimwengu wa roho. Tena wale sio matapeli aise. Matapeli wanadanganya. Wale ni vibaka. Maana anabeba mzigo uliofika tayari site. Wanakaa pale wanapiga roba, wanabadilisha hesabu. Bwana ananiambia kesi hii inakwisha leo. Amen. Na kesi hii inapoisha, mtoto anapatikana. Amen. Swala ni ukubali kanuni za kimungu. Ukubali kumshika Mungu. Dada, unanielewa? Ukubali kushikamana na nani? Na Mungu. Unanielewa? Ndio. Usigeuze jicho lako kwenda kwa mganga, hata waambie mganga maarufu kutoka Sumbanga, mganga maarufu kutoka Lunzewe, mganga maarufu kutoka Shinyanga, Usukumani, rere. Achana na yule. Mungu anakwenda kutengeneza jambo jipya. Amen. Maana nisikilize vizuri. Maana hapa hujabeba hata mimba, lakini tayari ndani yako na kifafa cha mimba wameshakutupia. Ili ujue kwamba hii ni zege imechanganywa ili mtu atapeliwe ndoa. Ndani yako wameshakutia kifafa cha mimba. Kabla ya siku 1 2 kuingia kwenye siku zako, unaanza kusikia kichwa kama kinayumba. Ndio. Na ukitembea unakuwa unasikia miguu kama ikanyagi chini, kama unaelea hewani. Ndio. Kama ina ganzi. Na unakuwa unasikia vitu vielewi. Ndio. Bwana ananiambia walikutega kifafa cha mimba ili ukishika mimba kesi yako iwe ya kifafa. Kama sio kuachana, basi wakumalize kabisa. Lakini Bwana anaimaliza hiyo kesi leo. Pigia Bwana makofi wewe. Mama, shika viuno vya ubaba namna hii na kwa nyuma. Shika namna hii. Hii ni mali yako mwenyewe. Na kurudishia ile wazo la Mungu na uaminifu wa Mungu siku aliyokuumba mtoto wa kiume, siku aliyopanga kwamba utakuja duniani kama mwanaume. Lile wazo la Mungu lilokuandaa kwa mwanaume na utimilifu wake wote kama mwanaume lithibitike ndani yako kuanzia sasa
kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shike tumbo mkeo. Sema mke wangu, mweke maiki hapo. Sema mke wangu, hautaharibu mimba kwa jina la Yesu. Kila mimba itakayoingia, kila mimba itakayoingia iishi na iwe mtoto kwa jina la Yesu. Amen. Natangaza neema ya Mungu na uwezo wake na mafuta ya kimungu juu yake. Kuanzia leo hautapatikana na kizunguzungu kinachotoka kusikueleweka. Nataka tumalizie ibada. Ijumaa kuna mtoto alikuwa anakimbilia madhabahuni mara kwa mara. Mzazi wake akaja ofisini, nikamwambia wanione jana saa 5. Wakachelewa dakika kadhaa, nikawa nimeshaahirisha, nimeendelea na program nyingine. Wako wapi? Simama juu. Kimbia hapa mbele. Nakupenda. Kakaeni, nimemaliza. Kakaeni. Nakupenda. Nakupenda. Hey, yes. Keo yuko wapi? Sikiliza vizuri. Kwanza niliongea na wewe Ijumaa. Tulipoingia ofisini. Ulipofika nilikutabiria nini na nini? Ongea kwanza. Nilikwambia nini kwa habari ya mtoto na ukaniambia nini? Mtoto ana shida kuongea. Ulifika nilikwambia maneno. Nataka uniambie nilichokwambia hivi. Ninaona mtoto anafuatwa na 1, 2, 3. Uliniambia nilimuona mtoto anafuatwa na mtu afu ana ulimi wake. Alipofika ofisini, alivokaa, nikamuuliza hivi, unaitwa nani? Akaniambia, nikamwambia hivi, bro, naona mwanao anakimbizana na mtu, lakini anayekimbizana naye amebeba ulimi wake, amebeba ulimi wa mtoto. Usipokaa sawa, mtoto atakuwa haongei huyu. Akaniambia tayari mtoto huyu haongei. Na huyu mtoto hiyo siku walikuwa akimrudisha huko nyuma, anakataa kukaa na kimbilia madhabahuni. Wangapi wanakumbuka? Alikuwa hataki kukaa huko, anakimbilia kwenda kupanda wapi? Narudia tena, na nikakwambia anayeshambulia huyu mtoto amekushambulia wewe. Ndani yako huyu mtoto sasa hivi haongei, ataongea, lakini ndani yako na wewe ulipigwa shambulio ili ulivyonusulika ukapata kigugumizi. Una kigugumizi. Ongeza makofi. Prophesy. Nisikilize. Matukio mnayoyaona hayatokei kwa bahati mbaya. Matukio yote unayoona yanawapata watu huwa yameandaliwa kwenye mchakato wa ulimwengu wa roho. Mengine yana miaka zaidi ya mtu. Umenielewa? Mbebe mwanao.
Shikilia vizuri mama, mwe mnakaa ibadani, mshikie vizuri. Ninatangaza anayemiliki ulimi wa mtoto huyu, nyosha mikono kumwelekea mtoto huyu. Kuanzia sasa ninatangaza ulimi huu kurejea na mtoto huyu kuongea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtoto huyu arejeshewe ulimi. Yule Mungu aliyeondoa ububu kwa yule binti. Binti simama, yule aliyekuwa bubu yuko wapi? Kimbia hapa haraka haraka. Naye ameshatoroka, si mnaona? Ninafuta hukumu ya wewe kuwa bubu. Maana tazama, dunia haina bubu anayesikia. Ninatangaza amani kwa jina la Yesu, amen. Ukitoka hapa unaniona nakupa maelekezo nini cha kufanya mtoto aongee. Simameni. Mama, ninaona jambo baya linakutafuta, na hilo jambo ninaliona linatoka kwenye makaburi ya ukoo wenu, kwenye kaburi la bibi yako mzaa baba yako Tabora. Tabora, Tabora. Sogeza huku. Yohana, kaa pembeni. Uweze ukatokea kona isiyo na maombi ukaja kufanya kazi ngumu namna hii. Sogeza hivi. Nyinyi wote mnamuona yuko hapa, lakini mimi simuoni hapa. Namuona kwenye makaburi Tabora. Mauti, mateso ambayo mtu anayeitwa Nyamwezi alikuwekea Tabora, siku uliovunja ungo, siku aliyochukua damu yako ya kwanza, akasema utaolewa mpaka siku narudi kabrini. Leo naifuta maneno yake na kiapo chake. Kwa jina la Yesu, amen. Simama juu, simama hapo. Mwangalieni asije akaanguka kwenye hizo tiles. Tazame. Unaitwa nani? Nora. Tokea wapi? Tabora. Nora, kuna mtu wa kwenu, amezuia usiolewe, na alichukua damu yako ya kwanza ya kuvunja ungo. Umeolewa? Umeachika? Kila ukiingia unatoka Haitoki kabisa. Nisaidie baba. Na hapo mpaka hapo ulipo hujawahi kusikia furaha ya ndoa wala furaha ya kuwa na mahusiano, kiasi kwamba sasa hivi unatamani atokee mtu Mungu amshusha wewe wa kwako. Kweli baba, nisaidie. Ongea kwa sauti. Nisaidie baba. Ni kweli? Ni kweli baba. Unatamani Mungu akupe ndoa? Ndio. Funika macho. Naitembea kwenye ulimwengu wa roho na kuletea wa kufanana na wewe. Ndio huyo, ndio huyo, ndio huyo. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Hautamaliza uzee bila ndoa. Pokea, pokea. Hata dakika ya mwisho, hata ukijia mvi, Bwana akuletee atakukubali na hizo mvi zako. In the name of Jesus.
Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Njoni hapa nyie wote mliobakia tumalize ibada. Njoo. Pita tu unanipa mkono unaenda unakaa. Mama, ninaona kiganja cha mtoto kinatembea ndani ya tumbo lako. Huwa unasikia nini ndani ya tumbo? Nasikia kitu kinatembea. Unasikia kitu kinatembea? Ndio. Mara ngapi unaingia hapa? Nilikuja ila mwezi huu tu, nilikuja leo kama mara ya kwanza. Hapa. Ya pili. Leo mara ya pili. Nilikuja kwa Jumatano, fulani siku ya tarehe ngapi? Hata ulisasahau. Leo nikaamua tu nije. Na leo kaamua tu uje. Sasa unajua kwamba ndani ya tumbo lako ndio kumefichwa msiba wako, kwa sababu naona kiganja cha mtoto kinaelea ndani ya tumbo. Ni kweli hali hiyo naiona. Ukitoka unione. Nitakusaidia. Simamishie huyo. Unasema ana ushuhuda. Subiri hapa baada ya dakika moja. Mtanichelewesha. Mlaze pale kwenye kona. Ni ndugu yake leo anaitwa kumtabiria. Karibu tuambie, unaitwa nani wewe? Suzana. Suzana nani? Suzana Chitu. Suzana Chitu. Chitu. Yesu. Unatokea wapi? Si ni kweli ni wa Tabora. Nyinyi ni wa Tabora? Ndio. Ehe. Yaani ulichoongea hakuna ulichokosea, ndio shida alionayo. Nilichoongea hakuna nilichokosea, ndio shida alionayo. Hakuna ulichokosea baba. Ndio shida alionayo. Yaani anaolewa, mwanaume wa kwanza akaolewa. Hadi viwanja ambavyo kwa sababu sisi tuna kaida ukiolewa baba anakupa viwanja, mwanaume kanyang'anya nyumba zote. Kabeba mpaka na nyumba na viwanja. Na viwanja. Kaja kapata mwingine tena hivyo hivyo, kapata mwingine hivyo hivyo. Na yule bibi kila akilala anamtokea. Kumekucha, kumekucha. Profesai papa. Profesai papa. Profesai papa. Profesai papa. Yesu. Kwa hiyo nilichoongea ni kweli. Ni kweli baba, hatolewi. Ukishachuma kwa mwanaume unaachika. Na wewe hivyo hivyo. Hivyo hivyo baba. Na wewe hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Na unatoka familia hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Ndiyo. Simama hapa. Aya! Wa! Si! Ai! Inua mikono. Kuna kitu nataka kusema. Sema. Mimi ndo nimshawishi aje hapo, baada ya kuja ulinihudumia. Na wewe ulikuja nikakuhudumia? Ndio. Na wewe nikakutabiria? Ukunitabiria, uliniambia nije ofisini. Kuna vitu uliniambia. Kuna mwanaume ambaye alikuwa nimenichumbia mimi, akawa amekata mawasiliano na mimi. Ulivyoniombea ukaniambia nyamaza, atakutafuta yeye. Jana akanitafuta. Jina
Haya mambo ya injili ni matamu. Yaani haya mambo ya injili ni matamu. Umenielewa? Hasa nilivyolala usiku. Wakaja wamama watatu. Yeye amekutafuta mchana na usiku, wakaja na wengine watatu. Wakaja wamama watatu. Yule mama mmoja akasema kuna kitu lazima nikuwekee tumboni. Naamka hivi tumbo linaniuma, nikamwamsha dada, akasema lala. Kulala akaja joka mkubwa, hatujalala. Yaani yule joka anasema, yani anaongea nyoka. Paka ni kung'ate. Sasa wakati anakuja, mimi nikaa napiga makelele, wakalala wakaka wawili, wakasema hautamng'ata. Acha tukate story kwa wepesi. Huyo aliyetuma hiyo nyoka anaitwa Elizabeth. Sikiliza, kuna mambo akinisimulia tunapoteza muda. Mimi naingia tu kwenye dunia yake rohoni, namuona aliyekuja na huyo joka. Na huyo joka hakuwa nyoka. Aliyekuja na huyo nyoka anaitwa Elizabeth, lakini huyo nyoka anaitwa Mariam. Na ni mtu alivaa umbo la nyoka. Na hawa wote ni ndugu zake. Sikilia. Uwe hai na uishi kwa jina la Yesu. Amen. Elizabeth nani? Elizabeth nani? Ni mama yake mdogo na mama mdogo yule Esther. Tuishi hapa. Bado mnahitaji maswali mengine kuhusu unabii huo? Hatutaki kuingia kuleta migogoro ya nini? Mwambie jirani yako, hii ni nyumba. Hii ni nyumba ambayo Bwana ameithibitisha. Ameithibitisha. Na kazi yake ameihakiki. Sisi ni watenda kazi tu. Mwambie jirani yako, Pastor Bigambo ni mtenda kazi tu. Pastor Bigambo ni mtenda kazi tu. Mwenye kazi yake ameihakiki na kuithibitisha. Ndio maana nilipokuja madhabahuni niliwaambia hivi, leo amenileta kwenye umbo ambalo mwenyewe sijui sifiti. Nimekuja nikijiona sifiti, sipo kwenye lugha ya wanadamu, yani nipo naelea. Sasa nikijitahidi kufiti kwenye nini, ananivuta huko, na mimi nafurahi kuvutwa na Bwana. Yaani kuvutwa na Bwana unapata raha. Sio kuvutwa na watu barabarani. Baba anakuwa kama mlevi. Mama, nakuuliza neno moja. Tunamfanyaje adui yako? Ongea kwa sauti. Malize. Hapo. Kumekucha. Sikia. Kuna dada mmoja anaitwa Zuliat, sasa hivi anaishi Kahama. Yule ambaye alikuwa hapati mtoto, mnajua kwamba ana watoto mapacha? Zuliat yuko Kahama na ana watoto mapacha. Zuliat aliongeaga hapa, nikamwambia hivi, huyu anayefanya hivi tena wewe nimfanyeje? Nakumbuke kwa ibada ya Jumatano akaongea amechangamka kabisa, yani aishe tu. Ijumaa yake kikaumana, bibi kapitiwa na gari na bodaboda. Mama anaenda kushuhudia msiba wa bibi kapitiwa na gari. Ndani ya siku hizi wakachomoka hawa. Sasa huwa nauliza kwa sababu mimi ni mtumwa mwaminifu mbele za Bwana. Amen. Mimi ni mtumwa tu, sina nguvu mimi. Wasukuma wanasema na tena makanji na tena makaka, ila na swalaka lile na makaka. Nanielewa? Sasa hicho ulichokichagua kiwe na kithibitisha katika Bwana. Amina. Kuanzia sasa. Amina. Na kipa uhai wa siku 13. Amina. Kimtafuta adui yako mpaka kimpate.
lakini malize kwa jina la Yesu. Amen. Baba, simama. Anza kuandaa sadaka yako ya kukutana na nguvu ya Mungu. Nisikilize. Hata kama hujawahi kutoa sadaka, andaa sadaka yako. Kuna jambo Bwana anataka kulitenda sasa hivi. Chukua sadaka sasa hivi 10,000, anza kuiongelesha. 5,000, anza kuiongelesha. Ukiona unastahili, na kuna wale ambao hastahili hata kutoa 10,000, wanatakiwa kutoa laki, kutoa 50,000, toa. Kwa sababu niko kwenye ulimwengu ambao kazi yangu ni kukomandi mambo yatokee, na yanatokea katika Bwana. Haleluya. Baba, nisikilize. Sikilize vizuri. Ulitakiwa uwe multi-millionaire. Amina. Ulitakiwa uwe billionaire. Amina. Ulitakiwa uwe na pesa nyingi. Amina. Lakini mapambano yako yote yakianza kusimama, lazima ujikute umepata losi sio losi, unarudi nyuma. Hakuna ulichokosea. Hakuna nilichokosea. Mwambie jirani yako, hakuna ulichokosea. Na ni kwa sababu kuna sasa, huyu sio mtu. Wewe upambane na mtu, wewe unapambana na miungu, kwa sababu nyota yako ni ile ambayo inatakiwa kumiliki utajiri, sio kutoka kwa watu, ila kutoka kwa mataifa. Unajua kuna mtu ambaye pesa zake zinatakiwa zitoke kwenye mikono ya watu, na kuna mtu ambaye pesa zake zinatakiwa zitoke kwenye mataifa. Yaani nikisema mataifa, namaanisha viti vyenye mamlaka juu ya watu. Yaani huyu pesa zake zinatakiwa zitoke kwenye viti vyenye mamlaka. Yaani akifanya biashara aingie mikataba hata na serikali na taasisi za serikali, aingie namna hiyo. Lakini wanakushusha kwa nguvu zote. Ninaona majoka makubwa yamekutinga, yanasimamia maisha yako. Unanielewa? Yaani majoka, yaani wewe hufatwi na watu. Kwa kifupi, nyota ulionayo wewe hurogwi na mtu na akaishi. Akipambana, akitumanga, anaweza hata akafa. Ila wewe unasimamishiwa, falme inapigana na wewe. Unanielewa? Amina. Nyosha mkono wako kukutanisha na mkono wangu namna hii. Hivi kuelekea mkono wangu hapa, nitazame mimi. Natakasa huo mkono. Ninatuma tufani. Yeyote anayeishi kama mlinzi wako, namtoa kwenye nafasi hiyo. Kwa jina la Yesu. Taishi. Simamisheni, msimlaze. Nini? Wewe joka uliye ndani, mwana wa uovu, toka, mshike miguu. Leta mafuta. Kwa mafuta nila uvunjika. Niambie wewe ni nani? Unataka nini? Hebu mgeuzieni huku nimwangalie vizuri. Wewe nani na unataka nini? Name of Jesus. Kia ndani yake. Ongeza makofi, hayo hayatoshi. Ongeza makofi zaidi kwa Yesu.
Njoo tusalimiane mzee wangu. Nipe na mkono. Uko salama? Unaendeleaje? Salama. Sasa mbona unataka kunipiga? Sijajua. Hapana kunisalimu, unacheka na umenikosa kosa ngumi. Labda sio mimi. Haukuwa wewe. Kabisa. Mungu akubariki, tutaonana. Amina. Lazima waanguke. Lazima waanguke. Na utashinda hii vita. Amen. Yesu. Amen. Ngoja nikwambie. Ndio maana kuna wakati acha kupambana na watu. Amen. Mfano upambane na yule baba na wewe ni mdada. Tukukuta amekunyonga. Sasa bora huyo baba. Pambana na mimi. Alafu nikukute kwenye kona yangu umejaa. Sitaacha jiwe limesimama juu ya jiwe jingine. Natamani. Sikiza, kamata sadaka yako ya unabii uje uokote nguvu ya kumsimamisha mtu wako ndani. Simama juu. Kama sadaka kwa 10,000, kimbia mbele haraka. Kimbia, nikisema hivi vitu unafanya kwa kukimbia kwa sababu ni muda wa kuikamilisha ibada. Kuna yale uliyosikiliza mengine yalikuwa hajatimia kwa ibada. Hii hapa ndio ibada yako. Kimbia haraka, kimbia. Kimbia haraka, kimbia sadaka yako, kimbia chap chap. Kimbia haraka, kimbia haraka, kimbia haraka, kimbia haraka. Mambo vipi? Naendeleaje sasa hivi? Naendelea vizuri. Na mimi naona. Na Mungu ni mwema jamani. Wangapi wanamkumbuka? Si ndio alikuwa anakataa kuvaa nguo huyu? Alikuwa akija hapa nikimsalimia ananiambia wewe acha mambo yako bwana, mimi na vitu vyangu tu. Nilimbatiza kwa nguvu huyu. Acha mambo yako bwana. Lakini sasa tunasalimiana. Jamani, huyu Yesu ni mwema. Waimbaji mmoja anasema Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema. Weka sadaka yako hapo, inua mikono juu, niweke mikono yako. Weka sadaka yako hapa hivi. Wewe fika tu, weka sadaka hapa afu fungua mikono yako hivi. Na kugusa tu kwa mikono yangu yote miwili. Weka hapa, fungua mikono. Mungu yu mwema. Na kugusa kwa tamko moja tu. Be power. Uwe nguvu. Sima yu mwema. Maishani mwangu Mungu yu mwema. Be power. The name of Jesus. Yu mwema. Msaidie huyu. Be power. Be power. Power. Be power. Be power. Be power. Yu mwema. Be power. Yu mwema. Maishani mwangu. Yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Maishani mwangu Mungu yu mwema. Be your power. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Maishani mwangu yu mwema. Yu mwema. Maishani mwangu yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Yu mwema. Maishani mwangu yana mununu. Yu mwema. Yana mununu. Maishani mwangu yana mununu. Yana mununu. Yana mununu. Nunu pijo. Wema maishani mwangu amenipa
maishani mwangu. Yu mwema, maishani mwangu. Yu mwema, maishani mwangu. Sema kawiza, sema kawiza, sema kawiza, kawiza kuri, sema kawiza, sema kawiza, sema kawiza. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu I can see God locating energies. Namwona Bwana anatembeza nguvu kwenye ulimwengu wa roho. I am seeing God in the form of red cloud. Namwona Bwana kwenye umbo la wingu jekundu. But he is locating power.